Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto ambayo siku ya leo imetrend mitandaoni ni habari inayomhusisha Harmonize pamoja na Kajala. Tunafahamu wazi na video tuliziona mitandaoni kwamba Harmonize ameweza kumpatia pete ya uchumba mwanadada Kajala baada tu ya kurudiana kwao, wakatangaza hadharani kwamba wanaenda kufunga ndoa, lakini pia tukaona Dr. Kumbuka akathibitisha wazi kwamba tayari Harmonize ameshaenda nyumbani kwa kina Kajala kule Kimara kwa ajili ya kutoa mahari, na mahari swala zima limeshakamilika. Harmonize hadaiwi hata 100, lakini lilikuwa limebaki swala moja tu, swala la kufunga ndoa, na swala hilo walikuwa wanatamani sana kila mtu aweze kuweka nia yake, kwa sababu ukimwangalia Harmonize ni Muislamu lakini Kajala yeye ni Mkristo. Sasa watu wakawa wanajiuliza ndoa ipi ambayo itafungwa hapo? Harmonize ataamua kuhamia Ukristo au Kajala ataamua kuhamia katika dini ya Kiislamu? Lakini moja kwa moja siku ya leo tumeweza kulipata jibu. Kuna picha zimesambaa mitandaoni zikiwa zinaonesha Harmonize pamoja na Kajala wakiwa wamefunga ndoa ya mkeka. Jamani, mbona ni kama vile Harmonize anamuiga Diamond? Diamond na yeye kitu hichi alikifanya hivi hivi. Yeye na Zuchu walichukuana, baadaye wakaenda kwa Sheikh Walid kule Kinondoni wakafunga ndoa, baadaye tukaona picha zimevuja. Mbona kama wasanii wanatushangaza hivyo? Wamekuja na staili gani? Lakini moja kwa moja tunaweza kusema huenda Harmonize na Kajala wamelazimika kufanya hivyo kwa sababu wao dini zao zimetofautiana. Ukimwangalia Harmonize ni Muislamu lakini Kajala yeye ni Mkristo. Huenda hakuna hata mmoja alikuwa anatamani kuingia katika dini ya mwenzake, lakini Harmonize na Kajala unaambiwa wamefunga ndoa ya kiserikali. Wamefunga ndoa ya serikali, wala sio ndoa ya msikitini, wala sio ndoa ya kanisani. Picha zimesambaa mitandaoni zikiwa zinamuonesha Harmonize na Kajala wakiwa tayari ni mke na mume. Lakini taarifa zingine ambazo tunazo ni kwamba Kajala hapo alipo ni mjamzito, na huo ujauzito ni wa msanii Harmonize. Jamani, kila mtu amempongeza Kajala. Comment zimekuwa ni nyingi sana kwamba mmeweza, lakini Harmonize ameweza kujitokeza na kujirekodi video akaweza kuposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anaelezea kuhusiana na hizo picha, kwa sababu tayari zimeshasambaa mitandaoni. Akawa anadai kwamba tayari wamefunga ndoa, lakini bado kuna sherehe kubwa sana ambayo wanatamani kuiandaa, na sababu kubwa ya kufunga ndoa ya siri kama hivyo ni kwa sababu tu ni ndoa ya serikalini. Ingekuwa ni ndoa ya msikitini au kanisani wangeamua kuionyesha mitandaoni, lakini ni ndoa tu ya serikali, basi wakaamua kufanya iwe siri. Lakini baadaye msanii Harmonize kadai kuna sherehe kubwa sana ambayo anaiandaa kwa ajili ya kukutana ndugu wa pande zote mbili, ndugu wa Harmonize pamoja na ndugu wa Kajala wakutane, jamani, wafurahie, lakini pia ndugu jamaa na marafiki wengine ambao wanatakiwa kufurahia hiyo ndoa basi waweze kuhudhuria. Na hiyo sherehe ya msanii Harmonize ameweza kuahidi ndani ya miezi hii miwili mitatu mpaka mwezi wa 3 hivi itakuwa tayari imeshakamilika. Wanapendana sana jamani. Ukimwangalia Kajala nyota yake ipo kwa Harmonize, ukimwangalia Harmonize nyota yake iko kwa Kajala. Hao watu wakiwa pamoja kuna vitu vingi sana vizuri wanavifanya. Hao watu wakiwa pamoja kuna maendeleo fulani hivi wanayafanya. Harmonize akiwa na Kajala muziki wake unafika mbali zaidi. Tunaona mbona Harmonize yuko on top, mbona Harmonize anavaa vizuri, mbona Harmonize ananyoa vizuri. Kumbe mwanamke wake ndo ambaye anamdesign, anamwambia mume wangu nataka uwe hivi, mume wangu nataka uwe vile, na sasa hivi wameshafunga ndoa. Jamani, hebu tusubiri, mambo mazuri huenda yanakuja huko mbeleni. Na Paula anapata mdogo wake, lakini Amara mtoto wa Paula anampata nani jamani? Atamuita nani? Atamuita mama mdogo au atamuita baba mdogo? Bado hatuelewi ni kitu gani ambacho kitakuja kutokea. Ni jambo la kushangaza sana. Hawa mastaa tuelewe ni kwa nini wanachelewa kuzaa. Ukiangalia Paula mpaka anakuwa mkubwa hivi ana miaka 20 na huyu Kajala alikuwa wapi kuongeza mtoto mwingine jamani? Mastaa wanapenda kula sana maisha, wanapenda sana kula bata. Ukimwangalia hata Irene Uwoya na yeye yuko hivyo hivyo. Mtoto wake ameshakuwa mkubwa kabisa, yule Krishi ambaye alimpata na marehemu Ndikumana, lakini bado Irene Uwoya anakuambia hayupo tayari kuongeza mtoto. Amerizika tu na huyo mtoto mmoja. Mara pap bimvu, Mwenyezi Mungu kampenda yule mtoto, una mtoto mwingine wa kuringia. Umri umeshaenda saa hiyo, bathi hedhi imeshakata, huna uwezo wa kupata tena mtoto. Jamani, ukipata muda wa kupata watoto, hebu waweke watoto wengi, 3, 4, 5, 6, ili mradi tu ujivunie watoto wako. Watoto ni faraja, watoto ni baraka. Sasa sijajewa hao mastaa huaga wanafikiria kitu gani, lakini tunaweza kusema Kajala
Kajala ameshaonyesha njia kwamba kuna uwezo tena wa kuongeza watoto jamani. Kajala sasa hivi anamletea Paula mdogo wake kwa msanii Harmonize, jambo ambalo kila mtu analifurahia kwa asilimia kubwa sana, lakini swala kubwa ni hii ndoa ambayo imefungwa kiserikalini. Tunaishangaa sana, lakini imewabidi wao wametofautiana dini na hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anatamani kuingia dini ya mwenzake, sio Harmonize na wala sio Kajala. Ikabidi tu wafunge ndoa ya serikalini alafu baadaye wafanye sherehe. Ndoa ni ndoa tu. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini bila usahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.